serikali mpaka kieleweke. Ndugu zangu wa Bunda DC, nitumie fursa hii vile vile kuzungumza hapa Nyamuswa ambapo anatoka Jaji Warioba. Mosi, kumshukuru kwa niaba ya chama kwa kauli aliyoitoa karibuni ya kuitaka serikali ya CCM na CCM kusikiliza sauti za wananchi na kuisikiliza sauti ya Chadema. Na mzee Warioba alikwenda mbele zaidi akasema, serikali na CCM kutaneni na Chadema. Akaenda mbele zaidi, kutaneni ili nchi ishughulikie matatizo ya kutokuwa na uchaguzi huru na haki kabla ya uchaguzi wa mwaka 2025. Sasa badala ya mzee Warioba aliyetoa kauli kwa serikali na CCM, badala ya mzee yule kujibiwa na viongozi waandamizi wa serikali na hatua kuchukuliwa, sababu alikuwa waziri mkuu mstaafu, alikuwa makamu wa rais mstaafu. Jana juzi mera serikali nzima inakwenda kwenye msiba walikuwa waziri mkuu ambaye waziri mkuu mstaafu na makamu wa rais mstaafu marehemu Cleopa Msuya, Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema. Walimwaga Dar es Salaam, wakaenda kumzika Mwanga Kilimanjaro. Rais akaenda, serikali kwa kubwa yake ikawepo Dar es Salaam, ikawepo Mwanga, pamoja na kuwa mzee Msuya alikuwa makamu wa rais na waziri mkuu mstaafu. Sasa serikali hii inataka kujionyesha kwamba inawajali waziri wakuu, makamu wa rais wastaafu wakiwa kaburini, lakini wakiwa hai inawadharau. Kwa sababu baada ya kauli ile ya mzee Warioba, siku zimepita, hakuna kauli yoyote iliyotolewa na rais, iliyotolewa na waziri mkuu, iliyotolewa na mamlaka za juu za kiserikali. Badala yake serikali ikamtuma msemaji wa CCM Amos Makalla, yule msema ovyo ovyo, kila mahali anasema ovyo, mara aseme si Chadema imeenda kuleta kukusanya tone tone ikanunue virusi sijui vya mpox nje ya nchi, anasema kauli za ovyo ovyo za uongo. Badala ya kujibu hoja ya mzee Warioba, akatoa kauli ya dhihaka kwa mzee Warioba kwamba mzee Warioba kustahili kuzungumza kwamba kuna mgogoro hapa, kuna mazingira yanahitaji kuingiliwa kati. Amos Makalla akasema wao kama CCM na serikali hawana mgogoro, hawana mgogoro wowote. Na akaenda mbele zaidi akasema uongo kwamba anasema sisi CCM na Chadema tuko vizuri sana, tuna ushirikiano. Nataka kutumia mkutano huu wa Nyamuswa kuwaeleza wanachadema na kuwaeleza Watanzania, sisi tuna mgogoro mkubwa kweli na CCM, na mgogoro wa sisi na CCM na serikali ya CCM ni wizi wa uchaguzi wanaofanya kwenye chaguzi mbalimbali. Ni mgogoro mkubwa, sio mgogoro mdogo. Ni mgogoro wenye kuhitaji hatua za haraka. Ulikuwa na mgogoro nao 2019 walipoingua wagombea. Tukawa na mgogoro nao 2020 baada ya wizi kwenye uchaguzi. Mwezi Machi mwaka 2021 Mwenyezi Mungu alipofungua ukurasa mpya katika nchi yetu, alipomtoa Rais Magufuli, tukawa na matumaini kidogo baada ya kauli za Rais Samia kwamba tunaweza hawa tukazungumza.
Lakini kabla tujazungumza, Rais Samia akatumia mbinu ambayo ameitumia sasa kwa mwenyekiti wao, hiyo mbinu dhidi ya mwenyekiti Mbowe. Tunataka kudai katiba mpya. Rais akasema chokochoko za katiba. Mbowe akabambikwa kesi ya ugaidi, akakaa ndani miezi 7, 8. Kama ambavyo sasa tumesema no reform, no election, hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. Lissu amebambikwa kesi ya uhaini. Baada ya wakati huo mwenyekiti Mbowe kutoka, pamoja na mambo aliyotutendea sisi, aliyekuwa mwenyekiti wakati huo, pamoja na aliyotutendea, mwezi Mei mwaka 2022 tukaamua kukubali kwenda kukutana na rais Ikulu Chamwino Dodoma. Mimi nilikuwa sehemu ya ujumbe tuliokuwa Ikulu pale. Tukaenda kukaa mezani, tunazungumza na rais. Tunamweleza rais, tuna mgogoro na serikali yako, tuna mgogoro na CCM, na mgogoro wetu sio wa Chadema, ni mgogoro wa wananchi. Wizi kwenye uchaguzi 2019, 2020. Rais akakiri kweli kulikuwa na matatizo uchaguzi wa 2019, uchaguzi wa 2020. Akatuambia tumweleze nini kifanyike. Tukamweleza hoja 11. Tulikuwa na ajenda 11, lakini 2 zikihusu masuala ya katiba na uchaguzi. Tukamweleza kuamua mchakato wa katiba uliokwama mwaka 2014 kwa sababu tayari tume iliyoongozwa na Jaji Warioba ilikusanya maoni ya wananchi, ikatengeneza mpaka rasimu ya katiba, lakini nyinyi mkaharibu mchakato. Endeleza mchakato wa katiba. Tukamweleza uendelezwe namna gani, ratiba iweje, vyombo vipi, mchakato wa katiba ukamilike kwa haraka kabla ya uchaguzi wa 2024 na 2025. Rais anasikiliza. Tukamwambia, lakini kama nyinyi watawala wa CCM na serikali kiwa mnachelewesha mchakato wa katiba kwa sababu 2022 ni karibu na 2024, uchaguzi wa vijiji, vitongoji na mitaa, lazima wakati huo tuanze vile marekebisho ya katiba iliyopo na sheria na kanuni katika masuala ya uchaguzi, ili katiba mpya ikichelewa, wala kupitia marekebisho ya katiba na sheria kuwe na uchaguzi huru na haki. Rais akasikiliza. Baadaye rais akasema basi tuunde timu ya mazungumzo. Timu ya CCM iundwe na serikali upande mmoja, upande pili timu ya Chadema. Wakateuliwa watu 5 upande wao, sisi tukateua watu 5. Mimi nilikuwa sehemu ya hiyo timu ya watu 5. Tukakutana, tukazungumza kwa mwaka mzima kwa nyakati tofauti tofauti, sio kila siku, kwa awamu tofauti tofauti, mara chache lakini kwa urefu wa mwaka. Tukawaeleza kabisa kipengele kwa kipengele kwamba bana, tunataka turekebishe katiba ibara 74(1), tuondoe mamlaka ya rais kuteua mwenyekiti, mkurugenzi wa tume, wajumbe, tufute ibara ya 74(5) ya katiba inayompa mamlaka rais ambaye ni mwenyekiti wa CCM wakati wowote kuiondoa tume ya uchaguzi, inafanya tume isiwe huru. Rekebisha ibara ya 74(10) ya katiba ambayo inasema kwamba tume katika wilaya, katika kata, katika mitaa, tume inaposimamia uchaguzi inawajibika kuwatumia watumishi wa umma. Tukasema futa hiyo kwenye katiba, weka kwamba tume itaajiri watu wake huru kusimamia uchaguzi. Kawaambia nenda ibara ya katiba 74(12) inayoipa kinga tume kwamba tume hii hata ikiengua wagombea, ikizuia upinzani kufanya kampeni, huwezi hata kuishtaki mahakamani. Tukaambia gusa katiba, angalia ibara ya 41(7). Ibara ya katiba inasema kwa katiba ya Tanzania matokeo ya urais yakitangazwa huwezi kwenda kuyapinga hata mahakamani, mahakama imezuiwa. Na tume inaweza kutangaza matokeo feki kwa sababu inajua hakuna chochote unachoweza kufanya baada ya matokeo kutangazwa. Tukawaeleza marekebisho gani, hoja kwa hoja kwenye mazungumzo.
Baada ya mwaka mmoja wa mazungumzo, tukabaini kwamba sisi na serikali yake hawataki kabisa marekebisho ya kikatiba na kisheria ya kuwezesha uchaguzi huru na haki. Katika hali hiyo, sisi tukawaambia ile timu ya mazungumzo ya watu watano ambayo ilikuwa na mawaziri, ilikuwa na viongozi wa CCM wakiongozwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wao Kinana. Sisi timu yetu ilikuwa inaongozwa na aliyekuwa mwenyekiti wetu Freeman Mbowe. Tukawaambia hatuwezi tena kuendelea na mazungumzo na nyinyi. Tukawaambia wakati huo, kama nyinyi tunaozungumza na nyinyi mnakataa mabadiliko, mtu pekee wakati huo tukawaambia tunataka kusikia kauli yake, na sio kauli tuna hatua, ni rais, turudi tukutane naye ili tuharakishe marekebisho. Badala yake hatukurudi tena. Katikati hapo serikali ya Rais Samia ikasaini mkataba mbovu kweli juu ya bandari zetu, tukaingia mgogoro mkubwa zaidi na serikali na CCM kwa sababu ya kuuza rasilimali za nchi, na hatimaye hofu yetu ikadhihirika. Tarehe 27 Novemba 2024 wakaiba uchaguzi kweli kweli kwenye serikali za mitaa. Katika hali hiyo, tuliamua tarehe 2 na 3 mwezi Disemba, tamko likitolewa na aliyekuwa mwenyekiti wakati huo, mwenyekiti Freeman Mbowe, kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi, no reforms, no election. Ndio msimamo ambao tuliuchukua. Sasa huu ni msimamo wa kuingia kwenye mgogoro na watawala, mgogoro mkubwa sana. Wao wanasema huu msimamo wa bila mabadiliko hakuna uchaguzi ni msimamo wa viongozi tu wa juu wa Chadema. Sisi tunasema ni msimamo wa viongozi wa Chadema, sio tu wa juu, ni msimamo wa mkutano mkuu wa chama uliokaa tarehe 21 mwezi Januari mwaka 2025. Lakini sisi tunachukua msimamo huu kwa niaba tu wa wananchi, kwa niaba ya wananchi. Wao wanasema ni kauli yenu Chadema, sisi tunasema hii ni ya wananchi. Sasa ili kuthibitisha kwamba hii kauli ni ya wananchi, wangapi mnaunga mkono kwamba no reforms no election? No reforms no election. Nikisema no reforms nasema no election. No reforms